Amina mke wangu, nakuomba uje urudi tulee mtoto wetu. Yaani kuna siku mtoto ameungua natamani hata kujiua. Yaani vitu vyote mimi nimekusamea, naomba urudi uje tulee mtoto wetu. Napitia wakati mgumu sana. Nimeelewa mimi kwa shida, tena naangalia mateso unaonipa sasa hivi ya shida sana. Mimi mtoto yatima, nionee huruma. Ni mwanaume anayefahamika kwa jina la Omari Isa mwenye umri wa miaka 32, kazi wa kata ya Toa Ngoma, wilaya Temeke jijini Dar es Salaam, akiangua kilio mara baada ya mkewe kumtoroka na kumwachia mtoto mchanga mwenye umri wa miezi 9 na kisha kutokomea kusikojulikana wakati wakiwa kwenye matibabu ya mtoto huyo katika moja ya hospitali iliyopo ilani humo tangu Mei 2, 2026. Omari akizungumza na Swahili Media akiwa kwenye kibanda ambacho amekijenga kwa kutumia mabua ya mahindi pamoja na vipande vya matarubai, amesema kuwa safari yake ya kuja jijini humo akitokea mkoani Mwanza ilikuja mara baada ya rafiki yake kumwambia kuwa kuna mahali kuna kazi ya udereva wa trekta na yeye anapaswa kufika mara moja kwa ajili ya kuanza kazi hiyo. Aidha, Omari anaeleza kuwa mara baada ya yeye kufika kwa ajili ya kufanya kazi hiyo akiwa ameongozana na mke wake pamoja na mwanae mmoja, walijikuta njia panda mara baada ya rafiki yake kutokupatikana kwenye simu licha ya kuchukua kiasi cha shilingi 300,000 ambazo alikichukua kama sehemu ya ada ya kutafuta kazi hiyo. Kadhalika, mara baada ya rafiki huyo kutokupatikana, Omari anasema ilimbidi kutafuta chumba cha kupanga ili aweze kuishi na familia yake, huku akiwa na imani kuwa siku moja rafiki yake atamtafuta kwa ajili ya kazi waliokubaliana, lakini siku zilivyozidi kwenda, tumaini lake lilianza kuingiwa na giza. Hata hivyo, anaeleza kuwa wakati tumaini lake likipotea kuwa huenda rafiki yake asimtafute tena, mtoto wake wa kike aliugua ghafla na kumkimbiza hospitali ya Alexia iliyoko karibu na eneo hilo na matibabu yake kulazimu kulazwa kwa siku 6. Sambamba na hayo, inaelezwa kuwa siku ya 4 wakati mtoto huyo akiwa amelazwa katika hospitali hiyo, mama yake mzazi alimtoroka na kwenda kusikojulikana hadi hii leo, jambo ambalo limembidi Omari kumlea mtoto huyo kwa 100% licha ya kuwa ni wa kike. Pampers ya mnazi ndio inafua tu madaso akijenyea huwa anafua, yakikauka na kuvalisha. Sina kipato chochote, hapati maziwa. Sasa hivi nakuwa namnywesha uji tu. Anapitia wakati mgumu sana. Pia Omari anasema kuwa aliporejea nyumbani kutoka hospitali alikuta vitu vyote vya ndani vimechukuliwa na mwanamke huyo ambaye kwa sasa hajulikani alipo. Vile Omari anasema kuwa kutokana na mke wake kumtoroka huku kodi ya eneo hilo ikiwa imekaribia kuisha, alianza kutafuta kazi ya kufanya akiwa na mtoto wake mgongoni, ambapo katika pitapita zake alikutana na mtu mmoja aliyempa kazi ya kulima na hapo ndipo akaja kuishi mahali hapo. Majina yangu naitwa Omari Ali Omari. Mimi nilikuwa mkazi wa Mwanza, nilikuwa naishi Mwanza sehemu moja inaitwa Kisesa. Nikapigiwa simu kuja kufanya kazi Dar es Salaam. Aliyenipigia simu anaitwa Abdalla Ali. Huyo Abdalla alinipigia simu akaniambia kuna kazi huko ya kufanya. Kabla ya kazi akaniomba 300,000. Nikawa nimemtumia 300,000 na akaniambia njoo uje ufanye kazi, kuna kazi imepatikana huko Dar es Salaam. Nilipomtumia ile 300,000 basi akaniruhusu nije Dar es Salaam. Nikamshirikisha mke wangu. Nilipomshirikisha mke wangu akakubali mke wangu twende Dar es Salaam. Sababu Dar es Salaam kuna kazi nyingi na mimi nitapata kazi za kufanya hata biashara ndogo ndogo. Basi tukaanza safari ya kutoka Mwanza kuja Dar es Salaam. Kabidi tuvumilie, akaniambia nivumilie. Nilipovumilia ikafika mahala akawapokea simu zangu mpaka sasa hivi. Basi tumekaa na mke wangu nikaanza kutafuta vibarua vidogo vidogo. Baadaye mtoto wangu akaugua. Alivyougua mtoto wetu akawa amelazwa hospitali ya Ngoma. Amelazwa mtoto wangu siku 6. Siku 4 alilala mke wangu odini. Siku ya 5 mke wangu aliniambia amechoka kulala odini, nimpumzishe akalale nyumbani. Nilivyolala odini kuna kucha asubuhi nampigia mke wangu aniwaishie uji wa mtoto. Mke wangu hapatikani kwenye simu. Nikampigia kama mara 5. Hapatikani, kabidi nimpigie jirani. Nilipompigia jirani simu nikamwambia kamgongee mke wangu hapa niwaishie uji wa mtoto, simu yake haipatikani, labda imeishiwa chaji. Nimegonga kwako, mke wako hayupo na vitu vyote ndani havimo. Na kweli nilifika kule nyumbani sikumkuta mke wangu, kweli nilikuta kila kitu hakimo. Kwa Mtanzania yoyote mwenye uwezo wa kunisaidia au serikali ya hapa Dar es Salaam
watakaoguswa na hili jambo wanisaidie, nina hali ngumu sana. Namba yangu ya simu ni 0791839867. Jina linakuja Mahangu Isa Blali.